Jina langu ni Karimu Mkore, mkurugenzi wa huduma saidizi wakala wa vipimo. Leo tarehe 20 Mei 2025 nimejumuika na watumishi wenzangu katika kituo chetu cha uhakiki cha Misugusugu kilichopo mkoa wa Pwani katika kusherehekea siku ya vipimo duniani. Siku ya vipimo duniani tunaisherehekea ikitokana na mkataba wa Meta uliosainiwa tarehe kama ya leo mwezi wa 5 mwaka 1875 ikiwa ni miaka 150, na mkataba huu ndio msingi wa mashirikiano ya kimataifa kwenye masuala mazima ya sayansi ya vipimo. Kusherehekea sherehe hii ya siku ya vipimo duniani tunaenda na kauli mbiu ya sherehe ya leo ambayo inasema vipimo kwa nyakati zote kwa watu wote, lengo lake likiwa ni kusisitiza matumizi ya vipimo sahihi kwa watu wote bila kujali mipaka ya kijiografia au ya kiuchumi. Tukiwa katika kusherehekea siku ya vipimo duniani leo, katika kituo chetu cha Misugusugu tumeshuhudia usimikwaji wa mtambo wa kisasa kabisa wa uhakiki wa dira za maji. Mtambo ambao utaongeza ufanisi wa wakala katika kutoa huduma, lakini na pia kuboresha huduma tunazowapa wananchi katika kila siku. Kwa dhati kabisa tunapenda kuishukuru serikali ya awamu ya 6 hususan Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutuwezesha kupata mtambo wa kisasa ambao utaturahisishia katika uhakiki wa dira za maji, lakini na kuweza kuongeza juhudi za kuchangia kusisitiza matumizi ya vipimo sahihi. Nipende kutoa wito kwa wadau wote, wafanyabiashara, lakini pia na wananchi kwa ujumla, kuchangia katika juhudi za kuhakikisha tunaendelea kutumia vipimo vilivyo sahihi kwa ajili ya maendeleo ya wote kwa ujumla. Gharama zake ni zaidi ya shilingi milioni 400 ambao una uwezo wa kupima mita 10 kwa wakati mmoja, hivyo kwa siku moja kuweza kupima mita zisizopungua 1000. Kwa majina anaitwa Gaudens Ngaiza Gaspari, ni afisa vipimo mkuu kitengo cha uhakiki vipimo Misugusugu. Leo ni siku ya tarehe 20 Mei ambao ni sikukuu maalum kwa ajili ya kuadhimisha sikukuu ya vipimo duniani. Katika kuadhimisha sikukuu ya leo tumeweza kutoa elimu katika makundi mbalimbali ikiwemo madereva ambao wanakuja kupata huduma hapa ya uhakiki vipimo pamoja na wadau mbalimbali wanaotumia dira za maji. Elimu tuliotoa leo, tumetoa elimu kuhusu kuhakiki dira za maji ambazo zinatumika majumbani. Dira hizi huwa zinahakikiwa kila mwaka mara moja ili kujua usahihi wake, kumlinda mteja kutokana na kiwango cha pesa anachokitoa kupata huduma hiyo. Hivyo basi, wadau waliotufikia leo wameweza kupata elimu hiyo na kuuliza maswali na changamoto zinazowapata wakati wanatumia huduma ya maji. Tumejaribu kukidhi mahitaji ya majibu yao, maswali yao, na wameridhika na wamepata elimu ya kutosha na wamefurahia elimu kama hii, na wakapendekeza kwamba elimu kama hii itolewe mara kwa mara kuweza kuwaongezea uwezo wa kuelewa namna wanavyoweza kutumia dira za maji na wanavyopata miamala yao wakati wanatumia huduma hiyo. Basi na sisi kama taasisi tutajizatiti katika eneo hilo kuongeza taaluma zaidi kwa walaji kupitia vipimo tunavyovihakiki Tanzania nzima. Kwa majina naitwa Patricia Kokshubila Lugaiganisa, natokea mkoa wa Kagera, Bukoba. Nimefurahishwa na huduma nilizozipata sehemu hii ya wakala mkuu wa vipimo hapa Misugusugu. Nashukuru kwa elimu niliyoipata. Tumepewa elimu mahali hapa kwa ajili ya uhakiki wa vipimo wa mita za maji na kadhalika. Ukweli kwa wakati huu, kwa kile nilichokiona na mita na mtambo, namna wanavyofanya uhakiki wao kwenye jamii ikiwakilishwa hivyo na wakafundishwa na elimu isambae namna hii, kwa ukweli itasaidia kiasi kikubwa sana. Nashukuru sana kwa elimu tuliyoipata wote. Jina langu naitwa Raymond Charles Moses. Kwanza niwapongeze mamlaka ya wakala wa vipimo wa Tanzania, niseme iko vizuri. Binafsi nishe kuingia masokoni hadi ile mizani ya sokoni nimekuta ina stika zao za WMA. Pili,
niseme ukweli, wamekuwa wanacheza, niseme wanafanya kazi yao kubalance mamlaka kati ya mteja na anayehudumu na anayehudumiwa. Wanafanya kazi yao vizuri. Na lingine ambalo ningesema tunashukuru sana, wajitahidi kabla ya kufika siku hii ya vipimo, basi itolewe taarifa ya kutosha, wadau wengi waweze kuwasilisha madukuduku yao, kwa sababu kuna baadhi ya sekta nyingine au idara nyingine, maeneo mengine ambao tunawategemea sana wao wakala wa vipimo kututolea suluhisho, especially kwenye mambo ya maji, mita za maji, umeme, kuna masuala ya mizani mbalimbali ya barabarani na ya jamii kweli, na hata yale mawe, zile mawe za wanakuwa gongaga, walikuwa ni, yani mimi binafsi ningependa watoe mwezi mmoja kabla, wiki mbili kabla, watoe promotion kuelekea tarehe husika, ili watu waweze kuwasilisha madukuduku yao ipasavyo, kwa sababu madukuduku ndio kazi yao. Binafsi nashukuru serikali inasikiliza wananchi, kwa sababu kama mamlaka kubwa kama hii imeweza kununua mitambo ambayo tumeonyeshwa hapa. Kwangu mimi kwanza nilikuwa sijui kama kuna mitambo kama hii. Imetumia pesa nyingi na imefanya vizuri sana na inajitahidi sana. Na muangalia mara nyingi sana mheshimiwa nani Aweso anapopambana na masuala ya maji. Sasa kama maji yatatoka kwa wingi afu mita zinakuwa ni chache au vitendea kazi viko chini ya kiwango, bado yataibuka madukuduku mengine. Binafsi nipongeze serikali, na nilisikia kiongozi wa WMA mmoja alikuwa ananiambia hapa kwamba mtambo huu uko Dar es Salaam na kuna mpango mwingine kufungwa Mwanza na sui kwa gani mwingine nitajia pale. Ni jambo zuri, na kulingana na maeneo aliyotaja, kwa uwezo wangu mdogo wa kufahamu, ndio maeneo ambayo population ni kubwa. Lakini bado ningesema iongezwe iwe mingi zaidi, kwa sababu ukiangalia kiwango cha Watanzania walioelimika kutumia maji safi ni kikubwa. Kwa bila shaka uhitaji bado unatakiwa ongezeke mitambo mingine 3 au 4.